Mimi hii ni jambo la kusikitisha kabisa, kwa sababu hata nimemsikia majamaa wanamuongelea vibaya. Zubeida ni mfu tayari, lakini mimi nikiwa mmoja wapo wa madaktari tulienda mpaka kwenye maabara. Na Zubeida kwanza ni nani? Zubeida alikuwa jirani yangu hapo nikiwa mtaa wa Isili. Na Zubeida alipokufa majamaa walinipigia simu, lakini hata sikushtuka kwa sababu kifo chake kilistusha watu wengi sana, kwa sababu nakumbuka hiyo time nikikaa katika mtaa wa Isili na sisi na baadhi ya wale madaktari ambao nilikuwa nao tuliambatana nao mpaka katika maabara, na ni ukweli kwa mineli na mtazamo mshikaji alikufa kwa ngoma, lakini hata tusishtuke, kwa sababu mimi nakumbuka nikiwa kidato. Unamaanisha aje kusema alikufa kwa ngoma? Alikufa kwa ukimwi, hivyo ndio namaanisha basi. Na ndio ngoma hiyo sasa. Ndio ngoma basi. Basi Zubeida alikufa kwa ukimwi. Na hata si jambo la kustusha, kwa sababu Zubeida hakuwa hata demu wangu, lakini alikuwa jirani wangu. Na cha kwanza, Zubeida alikuwa mwanamke mrembo sana, hata kwa uso alikuwa analeta picha wa gari la Toyota. Mwanamke alikuwa mweupe mpaka kwa kucha. Lakini na kaka, nimekwambia nikiwa kidato cha 4 Zubeida alikuwa kidato cha kwanza, na mimi msichana nilikuwa nimempenda sana. Hata mamangu mwenyewe namtania, namuuliza waonaje msichana, anambia au msichana mrembo kweli, basi si nimchukue basi nikimaliza shule. Mama akaniambia hata usikimbizane na Marinda, take time. Basi mimi nika take time, lakini kuna msemo ambao unasema mwanamke mrembo mwenye hana akili ni sehemu zake za siri zitaumia. Kwa sababu Zubeida mimi sikumjua. Zubeida nikimfuatilia, Zubeida hakuwa na wazazi, kwa sababu Zubeida alikuwa analelewa na mama wa kambo. Ina maana basi huyu mama wa kambo alimtesa sana, kwa sababu Zubeida alifunguliwa kibanda hapo nje pale nilikuwa napokaa mtaa wa Isili. Alikuwa anauza nyanya, vitunguu, mboga na vitu zinginevyo kwa duka. Basi jambo usilolijua ni kama usiku wa giza totoro. Mimi nikitoka Mabatini, basi majamaa wamenipeleka sherehe kwa club. Nikitoka kwa club nikielekea zangu nenda nyumbani, nikipita kichochoro tu hivi, hapo ndo mwanamke nilimuona. Nikasema nikashtuka sana kumuona Zubeida hapo kwa kichochoro, kwa sababu hiyo ni sehemu ya kudanga huko. Sasa nikajiuliza, mwanamke mrembo hivi, mbona hivi leo akajihusisha na mambo ya umalaya? Na mimi nikasema labda hii ni Mwenyezi Mungu aliniepusha na mambo ya dunia, kwa sababu msichana ningempenda tuishi naye, maybe hata ningeshikwa na magonjwa ya zinaa, ama maybe ningeshikwa na ngoma hivi leo ama ukimwi. Na hivyo ndaposema kwa wanaume wote kuna tahadhari kubwa, tusikimbizane na hao wasichana, tuwachunguze kwa kina, kwa sababu ni ukweli mwanamke malaya ni mwanamke tu kama hao wanawake wengine, ni ile tu kikazi imemweka pale, lakini hata hatuwabagui. Lakini let's take time as men, tusikimbizane sana na hao wasichana. Tafuta, take your time, chunguza huyu msichana mzuri, anatoka katika mazingira ipi, ni wasilia ipi, kwa sababu wengi wetu tuko na wapenzi na hata hatujui ni wapi wanafanya kazi. Na hata usishtuke, sehemu zingine wewe unafanya kazi kwa hoteli, bibi yako anakuambia anafanya pia kazi sehemu nyingine kwa hoteli, lakini wengi si wote wanasema mambo ya kweli. Ni wachache tu wanaweza aminia wakwambie, lakini let's take time tujue hao wanawake vizuri kwa kina, kwa sababu hivi leo kama Zubeida mimi sikuwa namjua anaweza fanya vitu kama hivi, lakini haya yote 5-9 yote 10, Zubeida alikuwa mwanamke mrembo sana hapa Kenya. Sijaona mwanamke mrembo kumliko hapa Kenya. Wacha hawa kina Vera Sidika na wacha. Kwani alikuwa na nini mwanamke? Mwanamke alikuwa mrembo. Hata mapozi yake mwanamke alikuwa mrembo. Sijaona mwanamke mrembo kuliko Zubeida hapa Kenya. Kwa hivyo ilikuwa ndoto yako wewe kumwahi? Mimi ilikuwa ndoto yangu nifunge naye pingu za maisha. Sababu mwanamke nilikuwa nimempenda, lakini vile nilimfuatilia nikakuja kuona mwanamke anajihusisha na kitendo cha umalaya, hapo ndo basi roho ilitoka. Okay. Kipi cha kufunza watoto wa kike kutokana na hiyo story ambayo unaongea?
Najua kama sahii nchini Kenya kuna changamoto sana za uhaba wa kazi, na saa zingine mwanamke anaweza kuwa ametatizika kihali ya kimaisha, maybe ako na nyumba analipa ama anataka kukula, anaangalia wazazi wake, na hapo ndo nikasema mwanamke mrembo mwenye ana akili ni sehemu zake za siri zitaumia, kwa sababu mwanamke leo umekosa mafanikio, mbona utajihusisha na kitendo cha malaya ndio ili upate pesa? Lakini kama kazi zingine zipo sawa, wanaweza fanya, lakini sahii kama Kenya na si Kenya peke yake, nchini mzima kuna uhaba wa kazi. Ndio hapo unapata mwanamke akona changamoto wa kupata kazi, na ila tu wengi wanajihusisha kwa mambo na umalaya kwa sababu ila kupata mafanikio, hakuna kingine cha maana. Okay.